Tunamshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kutupa fursa nyingine katika kipindi hiki ambacho tunazungumzia hija ya waja wema, na tunamshukuru Allah tabaraka wa taala vile vile kwa kutuwafikisha mpaka kufika katika halaka ya leo, ambayo leo hii biidhnil Maula tutazungumzia sifatul haji kamila, namna ya kutekeleza ibada ya hija kwa ukamilifu tangu pale haji alipotoka nyumbani kwake mpaka ukafika katika miqat. Lakini leo sitoizungumzia safari ya kutoka nyumbani kwako, labda utapanda usafiri gani mpaka sehemu gani, kwa kuwa tumejikita katika utaratibu mzima wa kiibada. Mimi nitazungumza safari ya hija au ibada ya hija kwa ukamilifu kuanzia kwenye miqat. Kwa hiyo nifuatilie katika kipindi chetu cha leo insha Allah, wewe ambaye unakusudia kwenda katika ibada ya hija, ili walau upate semina ya kwanza kabla ya ile semina ambayo utakwenda kuipata insha Allah kupitia taasisi yako ambayo umechagua kuondoka nayo. Hii itakuwa vile vile ni kama nyongeza ambayo ya kuongeza maarifa yako biidhnillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هكذا حج الصالحون. بعد عنوانيتني ile hii ndiyo hija ya waja wema, au hivi ndivyo walivyohiji waja wema. Kwa kwanza ni nukuu maneno ya al-Allama al-Sheikh Muhammad ibn Salih ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala pale aliposema maneno yafuatayo: fa inna ahsana ma yuaddi bihi al-muslimu manasik al-hajj wal-umra, hakika yaliyo mazuri zaidi au namna iliyokuwa nzuri zaidi ambayo Muislam anaweza kutekeleza ibada ya hija na umra, an yuaddiha ala alwajhi alladhi jaa an rasulillah, yatakiwa aitekeleze ibada yake ya hija na ibada yake ya umra kwa namna ile iliyopokelewa kwa mtume sallallahu alayhi wasallama, liyanala bidhalika mahabbata Allah wa maghfirata. Lengo atakapokuwa ameitekeleza ibada yake kwa namna iliyothibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, atapata mambo mawili. Jambo la kwanza, atapata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na jambo la pili, atapata msamaha na maghfira ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kwani Allah jalla wa ala katika surati Al-Imran aya 31 amesema Allah tabaraka wa ta'ala: a'udhu billahi minash shaitanir rajim, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah ويغفر لكم ذنوبكم. الآية. Allah jalla wa ala anasema kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, qul, sema ya Muhammad uambie, in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa nyinyi ummati wangu kweli mnampenda Allah tabaraka wa taala, fattabi'uni, basi nifuateni mimi mtume wenu. Kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam maana yake katika mwenendo wake wa kiibada, utaratibu wake mzima wa kiibada tufanye kama alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, hii ni amri na ni agizo, nifuateni mimi. Alafu Allah tabaraka wa taala akamwambia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atupe faida tutakazozipata katika kumfuata, akasema yuhibbukumullah. Jambo la kwanza, Allah atakupendeni. Kwa hiyo wewe mwenye kuyataka mapenzi ya Allah tabaraka wa taala, mfuate mtume katika utaratibu mzima wa ibada. Kadhalika jambo la pili akasema Allah tabaraka wa taala, wayaghfir lakum dhunubakum, na mkimfuata mtume sallallahu alaihi wasallam basi Allah atakusameheni makosa yenu. Kadhalika katika mfumo huu wa ibada hii ya hija ambayo bila shaka Muislam na mu'min anaiendea kwa lengo la kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala, hapa anawajibika kumuiga na kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana nimeonelea katika kipindi cha leo ni kueleze sifa au namna ya hija ya mtume sallallahu alaihi wasallama kwa ukamilifu, na namna iliyokuwa kamilifu kwa mtu ambaye hakwenda na kipandwa, hakwenda na kichinjwa. Kwa mtu ambaye hakwenda na kichinjwa, hija iliyokuwa nzuri au nusuki iliyokuwa nzuri ni nusuki inayoitwa tamattu'i. Na hili ni jawabu la swali ambalo wengi huwa wanajiuliza, kwamba tunaona kwamba kuna nusuki ya tamattu'i, kuna nusuki ya ifradi, kuna nusuki ya qirani, ipi ndiyo bora natakiwa kufanya? Tunasema kwa mtu ambaye hakwenda na kipandwa, namna iliyokuwa nzuri au nusuki iliyokuwa nzuri ni kutekeleza nusuki inaitwa tamattu'i. Kwa nini inakuwa ni nzuri? Kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallama hii ndiyo aliyowachagulia masahaba wake. Kwa hiyo na jambo alilolichagua mtume, hapana shaka kwamba hiyo ndiyo nzuri.
Yani Mtume sallallahu alaihi wasallama alipokuja Maka katika ibada ya hija, hajjatul wadai, yeye alikuja na kichinjwa. Kwa hiyo akawachagulia masahaba kwamba wafanye nusuki inaitwa tamattu'i. Na bila shaka hata tunaamini kwamba taasisi zetu zinazopeleka mahujaji wengi huwa wanachaguliwa hii kwamba ndio nusuki iliyokuwa bora, kwa sababu hawaendi na vichinjwa wanakwenda kuvinunua kule. Kwa hiyo wanafanya nusuki ya tamattu'i. Kwa hiyo hili ni jawabu. Kwanza, ni ipi nusuki iliyokuwa nzuri? Kama ukwenda na mnyama wa kuchinja, basi nusuki iliyo nzuri ni tamattu'i. Na leo nitafafanua na kusherehesha nusuki hii ya tamattu'i, kwa sababu mahujaji wetu wengi huwa wanafanya hiyo. Lakini vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuwachagulia, sababu nyingine ya pili inayotufanya tuseme kwa kinywa kipana kabisa kwamba nusuki ya tamattu'i ndio iliyokuwa bora, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, akawaambia, law istaqbaltu min amri mastadbartu ma suqtul hadiya wala ahlaltu ma'akum. Asema lau ingelikuwa nimelitanguliza jambo langu katika jambo ambalo nimeliacha, yani lau ningelikuwa nimepata rai tofauti na rai niliyoichukua, basi nisingelikuja na mnyama wa kuchinja, na mimi ningelitahallal pamoja na nyinyi. Vipi kutahallal? Nini maana ya kutahallal? Kwa sababu Mtume hakuhiji tamattu'i, ambao ninakwenda kuifundisha katika darasa yetu ya leo au katika kipindi chetu cha leo. Mtume hakuhiji hiyo. Kwa hiyo alipokuwa amefanya tofauti na hii, manake imma alifanya qiran na imma alifanya ifrad. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasalam alibakia na ihram zake. Ama mwenye kufanya tamattu'i baada ya kumaliza umra, ambao tunakwenda kuielezea, akishamaliza umra kisha anavua ihram zake, anasubiri siku ya tarehe 8 kwa ajili ya kuanza matendo ya hija. Na tamattu'i ambayo ndiyo ninakwenda kuielezea inakuja ni baada ya umra kamili katika mwezi miongoni mwa miezi ya hija, ambayo hivi sasa tunakwenda kuelezea utaratibu wake kamili. Kwa hiyo niseme kwamba namna ya kuhiji hija ya tamattu watavyo pindi utakapofika katika miqati. Miqati ni nini? Mpendwa mtazamaji, tunaweza tukawa tunatumia misamiati ambayo ni migeni, lakini kwa kuwa unakwenda katika ibada hii uanze kuizoea misamiati hii. Kwa mwenye kutekeleza ibada ya hija kuna kitu kinaitwa miqati. Miqati ni maeneo maalum ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameainisha. Maeneo haya ni mipaka ambayo unapokusudia kwenda Maka kwa ajili ya ibada ya hija au ya umra, hauna ruhusa ya kuyavuka maeneo haya mpaka uwe umehirimia. Maana ya kuhirimia, uwe umeweka nia, imma ni ya umra au ni nia ya kutekeleza matendo ya hija. Kwa hiyo utakapofika katika miqati, baada ya kufika miqati utavua mavazi yako uliyokuja nayo. Baada ya kuvua mavazi yako, tabani itakuwa ni katika maeneo, yani ni eneo maalumu hili pana vyoo au mabafu kwa ajili ya maandalizi ya kuhirimia. Kwa hiyo utaachana na mavazi uliyokuja nayo kutoka huko ulikotokea, alafu utaoga. Ukishaoga, hatua inayofuata utavaa ihram. Na mimi nakusudia ni kuonyeshe namna gani ya kuvaa ihram. Ihram ni nini? Ihram ni mavazi maalum ambayo anayavaa mtu anapokusudia kufanya umra au vile vile kufanya ibada ya hija. Atavaa mashuka mawili meupe kwa wanaume, mashuka mawili. Moja utalifunga chini, jingine utalivaa juu, mashuka mawili, na ndani huachi nguo hata moja, hata nguo ya ndani haibaki. Kwa hiyo unakuwa tajarradta min almalabis, umejivua, umeacha nguo zote ambazo ni makhit zilizoshonwa. Utavaa mashuka mawili. Kwa wanawake atavaa kawaida kama alivyokuwa amevaa vazi lake la kawaida, yeye hana ihram, isipokuwa ni ile hijabu yake au vazi lake, kwa sharti lisiwe ni vazi lenye mapambo. Hili ndio sharti kubwa. Nimezungumza kuhusu ihram. Hizi ndio ihram. Ni mashuka mawili meupe. Shuka moja utalifunga chini na shuka la pili utalifunga upande wa juu, na hapo utazingatiwa kwamba umevaa ihram. Na uvaaji wa ihram ni muhimu nikupe maelekezo, kwa sababu mahujaji wetu wengi wamekuwa wanapata tabu. Wengine wanafunga zinafunguka,
na hasa ukizingatia kwamba ndani hauna nguo yote. Bila kuwa makini unaweza ukajikuta unaadhirika mbele za watu. Kwa hiyo mimi hapa nimevaa kanzu, sio kwamba wewe utakuwa umevaa kanzu. Nimevaa kanzu kwa sababu nasomesha. Kwa hiyo ukisha kuwa umeoga, umevua nguo zako, baada ya hapo utajipaka manukato katika mwili, lakini sio katika ihram. Ihramu haitaki kuwa na manukato. Kwa hiyo unavaa shuka la kwanza upande wa chini, unaweza ukafunga namna hii. Kisha kuwa ni mzoefu wala huhitaji mkanda. Ukiifunga namna hii inakuwa iko imara. Vitu vyako kama simu, pesa, dokumenti zako muhimu unaweza ukaziweka kwenye mkoba wako, alafu unazivaa namna hii, unafunga hapa, inakuwa imekusaidia kama mkanda. Na iko mikanda maalum bila shaka mtapewa. Hii inaitwa izar. Izar ni nguo ya chini. Ndio hili shuka nimejifunga. Jalia ningelikuwa sina nguo yote, maana hapa ningekuwa nimebaki kifua wazi. Ukisha kuwa umevaa shuka hiyo ambayo inaitwa izar, kisha utachukua shuka la pili ambayo inaitwa ridaun, na hii utaivaa namna hii. Unaweza ukaitanguliza hapa ndani, alafu unaitupia namna hii. Kwa kufanya hivi unakuwa umevaa ihram na unakuwa uko tayari kwa ajili ya kuhirimia. Ihramu iko namna mbili. Kuna ihram kwa maana ya mavazi na kuna ihram kwa maana nia ya kuingia kwenye ibada. Na unapokuwa umemaliza kuoga, umeshajipaka manukato katika mwili, kisha ukavaa ihram, kuna mambo ambayo huruhusiwi kuyafanya, kama kutumia manukato, kama kukata kucha, kama kunyoa nywele, halafu kichwa kinakuwa wazi namna hii. Hapa ninaonekana ni haji ambaye amehirimia imma kwa ajili ya umra, imma kwa ajili ya haji. Vitu ambavyo unaruhusiwa kuvaa, unaweza ukabaki na saa yako, unaweza ukavaa pete, unaweza ukavaa miwani, unavaa viatu, wala hakuna shida. Lakini katika maandalizi ya kufanya ihram, kabla hujavaa ihram na kuhirimia, kama kucha zako ni ndefu utakata, kama una sharubu utaondosha. Alafu baada ya hapo sasa ukisha kuwa umevaa ihram na umehirimia, hauruhusiwi tena kufanya vitu kama hivyo. Hizi ni mahdhuratul ihram ambazo lazima uzizingatie. Baada ya hapo ukisha kuwa umefanya maandalizi ya kutosha, sasa tunaendelea kuielezea ibada ya umra. Wewe kwa kuwa ni mutamati, naanza kuielezea nusuki ya tamattu'i. Tamattu'i ni nini? Ni kwamba unachanganya ibada mbili katika safari moja. Unakuwa umepata fursa ya kufanya umra, lakini vile vile kufanya hija ndani ya safari moja, jambo ambalo ni neema kubwa katika neema za Allah. Safari moja unafanya mambo mawili ambayo pengine ingelikubidi uandae safari nyingine. Kwa hiyo utakapofika katika miqat, alafu ukavaa ihram kama hivi, umeoga, umemaliza, baada ya hapo sasa umevaa ihram. Na mwanamke kama tulivyosema atabaki na nguo zake za kawaida, hatovaa ihram, lakini atajiepusha na mambo yafuatayo: hatovaa niqab, hatovaa gloves. Hii ndiyo ihram ya mwanamke. Na tumezoea kuona mahujaji wengine wa kike pamoja na nguo zao wanakuwa na kanga maalum au vazi maalum ambalo ni kama nembo ya kuwatambulisha kwamba hii ni taifa fulani au ni watu wa taasisi fulani. Hilo halina neno. Baada ya kuwa umevaa ihram, sasa unahirimia. Kuhirimia maana yake ni nini? Ni kusema labbaika umratan, labbaika umratan. Ukishasema maneno haya, kisha unasema labbaika Allahumma labbaik, labbaika la sharika laka labbaika, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Na haya maneno ndugu yangu katika imani inakuwa sasa ndiyo dhikiri yako kuanzia pale unapotoka katika miqat mpaka utakapoingia Maka, mpaka utakapoingia Masjidil Haram, isipokuwa utakapoiona Al-Kaaba chap, hapa unakata talbia. Kwa hiyo njiani kote kutoka miqat mpaka kuingia haram unaendelea na dhikri hii: labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Na maana ya maneno haya ndugu zangu katika imani yanahitaji watu wachukue mazingatio. Sio mujarradi wa kuyasema tu kwamba umezungumza, ni wimbo, ni dhikri, ni uradi upo. Lazima uwe unaelewa na uzingatie maana yake, ndio maneno haya yatakuwa na athari. Ukisema labbaika ay ajabtuka ila ma da'awtani ilay min alhajj au alumra, labbaika Allahumma labbaika, nimekuitikia Mola wangu, nimekuitikia. Umeitika nini? Allah alituita
kutokana na agizo la Allah alipompa Nabii Ibrahim baada ya kujenga al-Kaaba, akamwambia waadhin fi nnasi bilhajj, watangazie watu ibada ya hija, yaatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq, watangazie watu ibada ya hija, watakujia wengine wakitembea kwa miguu, wengine wakiwa katika vipando vilivyochoka kutoka sehemu za mbali, watakuja kutoka katika kila upande. Kwa hiyo wewe Allah tabaraka wa taala amekuchagua, ndio watu husema hija ni wito. Kwa hiyo Allah amekuita na wewe umeitika, kwa hiyo unamtangazia na kumwambia nimeitika Mola wangu, nimeitika. Unaendelea na dhikri hii mpaka utakapoingia Maka. Hapa tunazungumza, zingatia nusuki ya tamattu. Umeingia Maka, baada ya kufika Maka mpaka ukaiona al-Kaaba, manake umeingia Maka, umeingia katika haram, bado unaendelea talbia, unaingia katika mlango wa msikiti wa Maka kwa utaratibu ule ule na adabu zile zile tulizofundishwa za kuingia katika misikiti mingine, kwa maana ya kwamba utatanguliza mguu wa kulia, utasoma dua ya kuingia msikitini, kisha ukiingia msikitini mpaka ukaiona al-Kaaba ile pale mbele yako, unakata talbia. Baada ya hapo unakwenda mpaka katika al-Kaaba. Ukifika hapa al-Kaaba utaanza kufanya tawafu. Utafanya tawafu ambayo ni kuzunguka al-Kaaba, unaizunguka mara 7, 7 ashwat katika ibada ya umra. Unaanzia katika Hajarul Aswad na unarudi mpaka hapo Hajarul Aswad. Hiyo ni raundi moja. Kutoka Hajarul Aswad ukazunguka mpaka ukarudi katika Hajarul Aswad, raundi ya kwanza. Kisha kuanzia Hajarul Aswad ukazunguka mpaka Hajarul Aswad, raundi ya pili. Utafanya hivyo mpaka mara 7. Ukimaliza hizi raundi 7 ndio umefanya tawafu. Unakuwa ndani ya tawafu, unasema nini au unaomba nini? Hapa mlango ni maftuh. Omba utakachotaka, fanya dhikri, fanya dua, soma Qur'an, uko huru, ili mradi unachokisema kiko sawa sawa. Kwa hiyo ukimaliza zile raundi 7, kisha utakwenda nyuma ya makamu Ibrahim. Hapo nyuma ya makamu Ibrahim utaswali rakaa 2 za tawafu, zinaitwa rak'atay tawaf. Utaswali rakaa 2 ambao ni sunna ya tawaf, na hizi rakaa 2 baada ya surati al-Fatiha katika rakaa ya kwanza utasoma suratul Kafirun, ambayo pia katika majina yake inaitwa suratul Ikhlas. Lakini vile vile rakaa ya pili baada ya surati al-Fatiha utasoma suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad. Baada ya hapo utatoa salamu. Lakini naomba nitoe angalizo moja katika msimu wa hija. Haya maneno ya kwamba utasimama uswali nyuma ya makamu Ibrahim ni katika wakati ambao pengine umekwenda kufanya ziara katika ibada ya umra. Katika haji haiwezekani, bali haitakikani. Sio tu haiwezekani, usije ukasema mimi bana ni mwamba naweza, nitawazuia watu nitaswali. Utakuwa umefanya makosa, umewaudhi wageni wa Allah, utapata dhambi badala ya kupata thawabu. Ni jambo ambalo sio lazima, na kweli hautoweza. Katika sahanul mataf, ile sehemu ya chini watu wanafanya tawafu katika al-Kaaba, wewe eti umemaliza raundi zako 7 unasimama uswali raka 2 za sunna, wakati kuna maelfu ya watu wanakuja, watakukanyaga, utakufa, bali utakuwa umewaudhi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukimaliza tawafu, chukua ushauri huu, tafuta sehemu yoyote ndani ya msikiti, swali raka zako 2 sunnatut tawaf, kisha baada ya hapo unakwenda unapanda katika Jabalus Safa kwa ajili ya kufanya sa'i baina Safa wal Marwa. Sa'i maana yake ni ule mwendo, unatembea, unatoka katika mlima wa Safa, unatembea mpaka unafika mlima wa Marwa. Hiyo ni moja. Alafu kuanzia Marwa unatembea mpaka ukifika Safa 2. Unaanzia tena Safa unakwenda mpaka Marwa 3. Kwa hiyo kwenda ni 1, kurudi ni 2, kwenda ni 3, kurudi ni 4, kwenda ni 5, kurudi ni 6, na kwenda ni 7, unamaliza. Kwa nini nasema maneno haya? Kwa sababu wako wengi katika mahujaji wanapata tabu. Unamkuta mtu ameshachoka hajamaliza sa'i. Kwa nini? Kwa sababu anakwenda anarudi ndo anahesabu 1, akienda tena akirudi anahesabu 2. Huyo atakuwa amefanya sa'i 14 badala ya 7, na atakuwa amefanya kitu ambacho ni khilafu sunna. Umechoka na haukupata thawabu. Unaona bila shaka umuhimu wa kujifunza. Kwa hiyo na hii sa'i baina Safa wal Marwa, wakati unapoanza kutembea, unakwenda ndani ya kutembea kwako, unaomba, unafanya dhikri, unaomba, unafanya dhikri, unasoma Qur'ani, chochote kitakachokuwezekania. Lakini tambua
weka akilini kwamba upo ndani ya ibada, achana na mambo ya dunia. Kuna watu utamkuta muda mwingi yani kana kwamba ile ibada ya sa'i ni mwendo tu wa kutembea, anatembea lakini yeye anaongea na simu, anakwenda anaongea na simu, kana kwamba yupo tu kwenye utembezi wa kawaida au anafanya mazoezi. Achana na mambo kama hayo. Simu ikiwezekana funga mpaka ukimaliza ibada iliyokupeleka. Ikiwa uko makini na hadhir, hii itakuwa ndio sawa sawa. Ndugu yangu katika imani, wakati unapokuwa unafanya sa'i baina Safa wal Marwa, ukitokea Safa, katika mlima wa Safa unaanza kutembea, unakwenda, kuna sehemu utafika pana taa za kijani, al-alamul akhdar. Ukifika hapo ni sunna kukimbia, lakini sunna hii ni kwa wanaume. Narudia tena, sunna hii ni kwa wanaume. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu tumekuwa tukiwaona wanawake nao wanakimbia, wengine nguo zinadondoka, wengine wanakashifika, jambo ambalo kwa hakika ni mukhalafa mkubwa sana. Ni mukhalafa kwa sababu sunna hii ni kwa wanaume. Unakimbia mpaka utakwenda unafika kuna alama nyingine ya kijani, hapo ile eneo la kukimbia linakuwa limeisha. Kwa hiyo utakwenda hivyo mpaka ukimaliza raundi 7. Hilo ni tukio la pili. Tukio la kwanza tumesema ni tawafu. Ukimaliza tawafu unasali raka 2. Tukio la pili ni sa'i baina Safa wal Marwa. Hilo ni tukio la pili. Ukimaliza tukio la tatu, bado tunazungumzia umra, namna ya kufanya umra. Ukimaliza hii hatua ya tatu inayofuata, kwa wanaume utanyoa au utapunguza nywele zako. Na kwa msimu wa hija, kwa kuwa unakwenda kwa ajili ya ibada ya hija, mbele yako kuna kunyoa tena siku ya tarehe 10 baada ya kuchinja. Unashauriwa kama una nywele sio nyingi na pengine nywele zako zinachelewa kukua, basi upunguze kwa mkasi, au hata kama utanyoa kwa mashine, zibakie nywele ambazo utakuja kunyoa ile siku ya Idi upate sunna. Kwa hiyo ukimaliza sa'i baina Safa wal Marwa, utatoka nje, ziko kabina yako maeneo ambayo ni kwa ajili ya kunyoa, utakwenda utanyoa nywele zako. Hii ni kwa mwanamume. Kwa mwanamke anatafuta sehemu ambayo itakuwa ni ya stara, atakusanya nywele zake kwa nyuma, alafu anakata kidogo sana. Wanawazuoni wakasema kadra unmula, kiasi kama nywele zake ni ndefu, na mara nyingi wanawake nywele zao ni ndefu, atakata kiasi cha incha 1 ya kidole, anapunguza na mkasi tu chap, anakuwa amemaliza. Na kwa kufanya hivyo, ndugu yangu katika iman, utakuwa umemaliza ibada ya umra. Hii ndio umra. Kwa haraka nikutajie matukio baada ya maelezo haya marefu. Unapokwenda Maka kwa ajili ya ibada ya hija katika msimu wa hija, bila shaka utafanya nusuki ya tamattu, kwa sababu hii ndiyo bora, kwa kuwa mtume ndio aliyowachagulia masahaba wake, na tunaamini kwamba mtume sallallahu alayhi wasallama hawezi kuwachagulia masahaba isipokuwa kilichokuwa bora. Kwa hiyo akapendekeza wafanye nusuki ya tamattu. Lakini tukasema sababu ya pili, kwa kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alikwenda na mnyama, anasema lau ingelikuwa nimechukua rai nyingine, mnyama ningemuacha na mimi ningelikuwa pamoja na nyinyi, la tahallaltu ma'akum, na mimi ningelimaliza umra kama mlivyomaliza nyinyi mkatahallal. Kutahallal ni nini? Ukishamaliza ibada ya umra alafu ulikuwa umevaa ihram kama hivi, sasa utazivua ihram zako. Ukishazivua ihram zako, baada ya kuwa umenyoa, utarudi sehemu ambayo umefikia, ni hotelini bila shaka, utakwenda utaoga, utavaa nguo zako za kawaida. Hapa unakuwa uko huru vile ulivyokuwa umekatazwa: kukata kucha, kunyoa nywele, kupaka mafuta, kuvaa nguo iliyoshonwa, kufunika kichwa na mambo mengine mfano wa hayo. Inakuwa tena uko huru kwa sababu umetahallal. Sasa mtume aliposema lau ingelikuwa nimechukua rai nyingine tofauti na hii ya kuja na mnyama, na mimi ningelichukua rai yenu au ningefanya nusuki kama ya kwenu, maana yake ningekuwa sasa hivi ninatahallal kama nyinyi, ningelivua mavazi haya ya ihram, halafu nikawa huru mpaka hiyo siku ya tarehe 8, ambapo ndipo haji anaingia katika matendo ya hija, ambayo biidhnillahi nitakuja kuyaeleza katika kipindi kinachofuata namna gani unatekeleza ibada ya hija. Hii ndiyo umra. Kwa wewe ambaye hujawahi kutekeleza umra, ukifanya haya niliyokuambia, ukavaa ihram, ukafanya tawafu, ukafanya sa'i, ukanyoa, tayari wewe umemaliza ibada ya umra. Ni matendo maalum ambayo katufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Unaweza ukaiona ni ya kawaida, lakini ni ibada ambayo ina malipo makubwa. Nafikiri
kwa maelezo haya niliyotanguliza kuhusiana na ibada ya umra, wewe ambaye umefuatilia utakuwa umeelewa umra ni nini na namna gani inafanyika kwa wanaume na vile vile kwa wanawake. Lakini katika matendo ya ibada ya hija tuko sawa na wanawake, yako maeneo ambayo ni machache sana ambayo tunatofautiana nao. Lakini vile vile nitoe angalizo la baadhi ya mambo, baada ya kueleza kwamba kuna mambo hataki mtu kuyafanya, lakini kuna mambo yanaweza yakajitokeza katika mahdhurati al-ihram, vitu ambavyo havitakiwi mtu kuvifanya akiwa amehirimia, ni pamoja na kufunika kichwa. Lakini inaweza ikatokea kwa bahati mbaya umesahau ukajikuta umefunika. Wanasema wanawachuoni, ukikumbuka basi haraka ondosha na wala hakuna shida. Lakini mtu akifanya mahdhur katika mahdhurati al-ihram, katazo katika mambo yaliyokatazwa kwa mtu mwenye kuhirimia, akafanya kwa makusudi, fa alayhi dam, hukumu yake inatakiwa atoe fidia ya kuchinja mnyama. Huyu mnyama ima atakuwa ni mbuzi au kondoo, atamchinja pale Maka na kumgawa kwa mafakiri wa haram au mafakiri wa pale Maka. Hii ndiyo kafara yake. Kwa nini? Kwa sababu amekiuka miiko. Lakini katika miiko ambayo nikutanabaishe pengine katika kumalizia kipindi hiki ambacho tulikuwa tunazungumzia ibada ya umra, na vile vile ilikuwa ni maandalizi ya kuizungumza ibada ya hija, na nusuki tunayozungumzia ni tamattu'i. Na kwa kuwa tunaamini mahujaji wetu wanakwenda kufanya nusuki ya tamattu'i, tukaona hapana budi tuizungumze umra kando, lakini ibada ya hija nayo tutakuja kuizungumza kando katika kipindi ambacho kinafuata. Sasa katika mambo ambayo unatakiwa uchukue tahadhari nayo katika miko ya Maka, miongoni mwa miko ya Maka ndugu yangu ni pamoja na kuwinda. Huruhusiwi kuwinda. Unaweza ukashangaa vipi nazungumzia kuwinda wakati hauendi porini, kwa sababu pengine unafahamu kuwinda ni porini. Pale haram pana njiwa, kule kumfukuza na kumswaga ni kosa, au pengine ukaamua kumpiga labda kwa jiwe au kwa namna nyingine yote, unazingatiwa umefanya kosa. Katika mambo ambayo unatakiwa uyachunge unapokuwa haram ni pamoja na hilo. Lakini jambo la pili katika mambo ambayo utakiwa kuyafanya ni miko ukiwa katika mji mtukufu wa Maka, sio tu haram peke yake, ndani ya Maka, ndani ya eneo la haram ya Maka, ni pamoja na kukata mti. Huruhusiwi kukata mti. Kuna watu wamekuwa na tabia, inawezekana pengine eneo lilofikia pale nje hotelini labda kuna maua yamepandwa, wao ukaamua tu kukata. Jambo hili ni kosa. Madamu uko katika hududul haram, mti wake haukatwi, wanyama wake hawawindwi, isipokuwa itakapokuwa kumetokea na mdudu ambaye ni mdudu mwenye sumu kama nge, nyoka. Hivi vitu inaruhusiwa kuviua kwa ajili ya tahadhari, kwa sababu vile vile ni katika vitu vyenye madhara, vitu ambavyo tutarajii vitokee. Lakini vile vile pamoja na kuwinda, pamoja na kukata mti, lakini pia hairuhusiwi ndugu yangu, nirudie tena, hairuhusiwi kuokota chochote katika eneo la haram, isipokuwa kwa mtu mwenye nia kukitangaza na kukiweka sehemu husika. Kama unajijua hauwezi kujua kwamba nitapeleka wapi, usijitishe mzigo, tazama uondoke zako, usije ukapata dhambi. Na ndugu yangu nikupe angalizo, haram ni pahala patukufu, malipo yake ni makubwa, thawabu zake ni nyingi, kadhalika madhambi yake ni mengi na ni makubwa. Sehemu yoyote ambayo malipo yake ni makubwa, kadhalika kwenda kinyume madhambi yake ni makubwa. Kwa hiyo unaweza ukaona mtu pengine kadondosha pochi yake, kadondosha simu yake, usije ukasema masha Allah Mungu anipe nini. Ina maana ni dalili, pengine unaweza ukaokota pochi ya mtu imejaa euro au imejaa dola ukasema alhamdulillah, hizi ni bishara na ni dalili kwamba hija yangu imekubaliwa, ndio maana Allah amenitunuku. Hapana, usije ukatumia ule msemo kwamba cha kuokota sio cha kuiba, mwenye mali ndio mjinga. Katika haram msemo huu haufanyi kazi, bali hata katika maeneo mengine ni kwamba inatakiwa tuhurumiane. Ndugu yangu katika imani, hii ndio ibada ya umra, na hivi nilivyoelekeza ndivyo utakapofanya ibada ya umra. Ukimaliza hapo utakuwa uko huru, unatahallal, unarudi hotelini kwako, unasubiri siku ya tarehe 8 ambayo insha Allah tutakuja kuielezea katika kipindi kinachokuja. Wabillahi tawfiq.